Nzima ya soko huria ni dhana ambayo inahusisha ushindani wa kibiashara, sawa, miongoni mwa wateja. Yani kwa maana kwamba si kuna nyama inazalishwa katika eneo B na kuna eneo katika eneo A. Maana ni kwamba sasa washindani na wazalishaji wanazalisha hiyo bidhaa na kuleta kwenye soko. Si ndio? Na dhana nzima ya hii tunasema free market economy ni kwamba serikali inakuwa sio sehemu ya mshindani. Serikali inakuwa ni kama watchdog, anatazama hivi. Sama anazalisha, kisa na anazalisha. Anaita nyama, anaita nyama. Sasa kuna kuleta nyama, au kumbuka wafanyabiashara huwa wanapanga hizo bidhaa zao. Okay, umetoa ng'ombe Mwanza, umetoa ng'ombe Singida, umemsafirisha, umepiga gharama zako, unataka faida. Ndio kama iko anazungumza kisa kuna hiyo mdhibiti. Kumwangalia mlaji. Sawa, ndio maana katika kila biashara kuna hizo sheria na taratibu ambazo serikali inaziweka kwamba jamani, mafuta yasiuzwe zaidi ya kiwango bei fulani. Nyama hii isiuzwe zaidi ya kiwango fulani. Serikali ni watchdog kitazama. Serikali yenyewe haileti nyama. Sio sukari. Tukitoa mfano wa sukari tutasema wanaotengeneza sukari ni makampuni makubwa sana, yako kama mawili na mengine madogo. Tujitoe kwenye box hilo. Tukae tufikirie kuhusu bei ya mchele. Kila mtu, mimi leo pia naweza kuwa nalima mchele, lakini serikali huwa inatangaza bei elekezi. Bei sasa hivi mchele itakuwa ni 2500 mpaka 3000 ngapi? Au bei jamani itakuwa ni 2000 mpaka 2500. Sasa ukitazama ni kwamba kwenye hii dunia ya kibepari, kwa sababu lazima tuwaze katika mfumo wenyewe. Dunia ya kibepari ni kwamba mfanyabiashara huwa mara zote anatafuta hiyo profit maximization tunasema, yani kutafuta faida. Sawa, sasa faida ambayo inayopatikana au inayotafutwa, je, inaweza kwenda kumlinda huyo mlaji? Na ni kawaida kwa mfano kuna vipindi vya sikukuu, kwa sababu demand inakuwa ni kubwa, mahitaji ni makubwa kuna jamii. Sawa, watu watahitaji zaidi nyama, huo mchele kwa mfano. Kwa mfano kipindi cha Ramadhani, kumbuka, si ndio? Kuna mahitaji ambayo kimsingi kwa inahitajika kwa jamii. Sasa lengo pale la serikali ni kulinda wale walaji na kulinda mteja, na wenyewe kama serikali kutafuta kupata hiyo kupata kodi. Sasa kudhibiti bei vile vile ukitazama ina wafanyabiashara wanaweza kujenga hoja kwamba okay, mimi bwana ng'ombe mimi nimewasafisha kwa gharama hii hapa. Ndio. Atakuja na sababu kwamba bei mafuta imepanda kwa mfano. Si nimemtoa mbali, nimemchinja, si nimemwandaa. Kwa mwisho wa siku lazima niangalie faida. Lakini sasa mwisho wa siku ukitazama Sam, kuna hii dunia ya kibepari na uchumi wa kibepari, na hiyo dhana sasa ya free market economy kwamba soko huria, kwamba kila mtu anauza, kila mtu anaeta. Na ni kwamba kuna mtu mwingine anakuambia okay, kama utake 17,000 kuna hii 10,000. Kuna hii ya 9,000. Si ndio? Kwa sababu dhana soko huria ni kwamba unachagua kipi ambacho ni bora kwako, ambacho kinakufaa, lakini kinakuwa chini ya mdhibiti. Chini ya mdhibiti. Sawa? Ndio maana ukiangalia kwamba okay, wewe unataka huduma hii, kuna huduma hii hapa, wewe unaenda wapi? Ndio maana sasa kuna hii dhana nzima ya ubepari Samu, tunasema inatengeneza crisis matabaka. Kwa sababu ukisheka ushindani na bidhaa nyingi sokoni, mwisho wa siku sasa wale walaji watachagua. Mimi wapi kunanifaa? Bwana mimi kunanifaa kwa 5,000. Mimi kunanifaa kwa 30,000. Ndio maana ukiangalia hata hizi nyumba za kulala wageni, kuna hoteli nyingine ni 500,000 kwa usiku mmoja. Kuna nyingine ni 15,000. Kwa hiyo mwananchi unajiangalia okay, mimi naweza wapi? Sawa, lakini huduma ni tofauti. Sasa kuna dhana nzima hii, kwa mfano kuna swala zima la nyama. Nafikiri kwamba japokuwa wafanyabiashara wanatakiwa walindwe kama ni wadau muhimu katika uchumi, mlaji naye ndio muhanga, kwa sababu bei inapokuwa kubwa mwananchi atalalamika, na serikali kimsingi tukipata nini ipate kodi yake. Kwa ni kwamba ili swala ambalo ametoa kisa ya udhibiti hiyo bei elekezi, kwamba je, inafuatwa kikamilifu? Ili mwisho wa siku sasa huyu mwananchi asione bugudha kwamba imekuja sikukuu, natakiwa ni fly, natakiwa ni enjoy.
Umeona? Kwa nafikiri kwamba hiyo dhana nzima ya udhibiti kama ikifuatwa itakuwa tunalinda walaji. Na kuweka msitizo kwenye hili, asante pia kwa Steven Kudaka, anasema Nigeria ndio nchi inachimba mafuta mengi baada ya Angola, lakini mafuta hayapatikani kwao. Of course. Tukiachana na hiyo, mambo yanatokea. Mambo of course, toka moja kati ya swala ambalo aliongea majuzi Dangote ni kwamba yeye alijuta kwanza kuwekeza kwenye sekta mafuta Nigeria. Amekutana na songo mbingo nyingi sana. Lakini kujaribu kuangalia, mara nyingi ni sababu za kisiasa, hazina mashiko sana kwa mwananchi. Ni sababu za kuhodhi, sababu za kibepari zaidi. Hakuna sababu za kijamii, kwa sababu kisa, ngoja nikwambie swala moja. Kitu ambacho unacho hatutarajii kikusumbue. Yaani hauwezi ukawa na mafuta yako Tanzania unazalisha, alafu kuna mafuta yanatoka nje yanaingia kwa bei rahisi. Ya kula kwa mfano. Ushanifahamu bana. Ukitoa mafuta hapo Singida, yani ukiuliza watu wote hapa, mtu anayetumia mafuta ya Singida pale ya miti ni wachache sana. Mtu anatumia mafuta karanga wachache sana. Lakini mafuta ya Uarabuni haya ya Kindosi shilingi 6. Sasa ona, kwa tusende mbali. Lita moja ya mafuta yanayotoka huko ng'ambo 5500 6000. Lita moja ya mafuta yanayotoka mikoa ya hapa, yanayotengenezwa hapa kwenye mikoa ya Singida na hapa. Singida ndo maarufu wana alizeti. 8,000 plus 9,500. Maona? Kuna changamoto sana, umenikumbusha kitu nilijifunza kwa nani? Kwa Korea. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukusaidia, nilijifunza hiyo, na unaweza kaamua kuichukua. Na naamini sasa viongozi wetu pia, kwa sababu wanaenda sana huko, wanajifunza zaidi. Sijui tunakuwa magapi kwenye implementation. Kubeba yale mawazo tuliojifunza kwanza kuimplement kwenye huko kwetu. Miongoni mwa nyama ghali, nyama anauzwa kwa bei ghali Korea ni ng'ombe. Nyama yao ya ng'ombe. Na ni kwa sababu wao wameweka quality ya nyama nzuri ya ng'ombe kwao. Sawa. Lakini wana mnyama mwingine siwezi kumtaja. Ramadhani imeisha na hivyo. Umenielewa? Lakini wanamlima mashambani kwa ukubwa zaidi kuliko ng'ombe. Kwa walichokifanya ni kutanua soko la huyu mnyama mwingine mkubwa ambaye wanamlima shambani kwa ukubwa. Kwa yule amekuwa gharama nafuu sana, cheap, kuliko ng'ombe ambazo si nyingi sana kama huyo mfugo mwingine. Kwa hiyo ng'ombe ziko ambazo nyama yake inaingizwa kutoka nje. Lakini sasa walichokifanya, mwananchi ana uwezo kuafford huyu mnyama mwingine ambaye kwetu ni gharama zaidi, kulikuwa ana uwezo kumuafford kwa gharama ya chini. Hali ambayo inamfanya huyu mwananchi asifikirie kuchukua nyama ya ng'ombe. Yes. Kwa nini tunajifunza? Sisi ni wazalishaji wakubwa wa nyama. Kwa sasa tunauza nyama yetu, kama ufahamu tayari nchi yetu sisi tunasafirisha nyama tena kwa quality ambayo miaka yote tunalalamika kwamba quality haifai, sio nani nyama, si ndio? Tukijitoa kwenye boksi la nyama, mwanzo nilisema pia kuhusu nyanya. Ukanda au Moshi wanalima nyanya. Iringa, Ilula kule kote tunalima zetu nyanya. Angalia harama ya nyanya ya Tanzania na nyanya sio nyama inayotoka Kenya. Yes. Value ya kile ambacho tunakizalisha sisi, yani sisi wenyewe tumekuwa wadui wa kile ambacho tunakizalisha, kwa sababu kuita hiyo soko huria na wakati mwingine kuruhusu vitu ambavyo vinakuwa imported kuuzwa kwa gharama ndogo kuliko kile ambacho tulimpa ruzuku mkulima wetu alime. Nini kinatokea? Mimi mlaji nikikuta nyanya jana nimenunua, zinahesabiwa kwa moja, achana na kwa lita, kwa moja 500. Kwa kinunua ni 2,000. 2 1,000 4,000. 4,000. Na wakakupa niongeza upate wapi? Sasa namna ambavyo tungekuwa tuna value ile biashara, nakwambia hii ndio nyanya nzuri imetoka Tanga hapo kwa mfano. Sio, unaelewa, imetoka Ilula. Yeah. Ila ukija sokoni siku ngapi hizi utaikuta nyanya kutoka
jirani ambayo inauzwa bei ndogo kuliko nyanya. Sasa ni hiyo mahesabu mimi nini? Yes, unajua kisa. Kwa nini yani kwa nini sitakiwi kumuuliza mtu yote, natakiwa kumuuliza mdhibiti, kwa sababu kila biashara ina mdhibiti kwamba huyu anayeingiza ni kweli tuna uhitaji kiasi hiki wa nyanya. Kwa nini kweli nyanya tunashindwa kuwa na utoshelevu sisi wa nyanya za kupata. Si hadi maziwa tunaletewa Kenya. Kuna kitu hapo anakizungumza kisa. Ni kwamba unajua gharama ya uzalishaji. Sawa na hiyo tunasema end product ya sokoni. Kwa sababu si nyanya, kuna mchakato ambao ulifanyika. Mtu alilima, alipalilia shamba, akafanyeje, akapanda, akamwagilia, akaajiri vibarua. Kuna gharama ukitazama za uzalishaji. Hiyo gharama inakuja kudetermine, inakuja kuamua hii bidhaa sokoni itauzwa shingapi. Sawa hapa kuna mifumo ya kisheria, ya kikodi, kuna udhibiti, ufuatiliaji. Kabisa. Vitu vingi vinafanyika. Sasa gharama kwa mfano ya bidhaa ambayo inauzwa sokoni, bei yake itategemea na huu mchakato wa uzalishaji. Hii ni muhimu kufahamu. Kwa mfano, leo hii kwa mfano tunazungumza issue ya nyama hapa. Tuangalie mlolongo wa huyu ng'ombe tangu ametolewa, sawa aliposafirishwa, alipochinjwa, alipoandaliwa, ametumia shingapi, ili mwisho wa siku huyu mteja tuje kumdhibiti katika bei ambayo kimsingi anaifanya. Kisa hapa anatolea kwa mfano wa Korea ambapo wameenda. Ukiangalia nchi nyingi hizi ambazo zinazoitwa tiger country, Korea, Vietnam, China, India, Singapore, Malaysia, nchi za tiger country, ni kwamba wao kuna uchumi wao, cha kwanza wameongeza udhana ya value chain, yani kuongeza thamani. Kabisa. Sawa, value chain. Yani kwa maana kwamba na ni kwamba unajua kwa mfano unachukua kwa mfano pamba labda unaiuza nje. Tafsiri yake ni kwamba unaenda kuzalisha ajira za kutosha kwenye nchi kwa mfano ya Singapore au China kwa mfano. Si ndio? Kama ungekuwa na viwanda vya kuchakata pamba, maana ni kwamba ungejenga viwanda vya pamba hapa, watu wangepata ajira, serikali ingepata kodi, si ndio? Maisha ya watu yangeinuka, watu wangekuwa na uwezo wa tunasema purchasing power, yani uwezo wa kununua. Kwa uchumi ungezunguka. Sasa hoja ni kwamba nchi nyingi za Kiafrika, na hii sio shida tu kwa mfano ya nchi yetu, ni kwamba mchakato wa value chain, yani kuongeza thamani kwenye bidhaa zetu. Leo hii kwa mfano kama tunaweza kama sisi ni watu wa pili kwa kuuza nyama, tafsiri ni kwamba tuna uwezo wa kutengeneza matajiri katika sekta ya mifugo. Sawa? Ndio mfano mmoja. Ukisoma historia ya Dangote, kuna mtu amemtaja Dangote hapa. Ukisoma historia ya Dangote amepata utajiri miaka 80 90 kutokana na rais alikuwa Obasanjo wa Nigeria. Nini kilifanyika? Nigeria walikuwa wanataka kujenga miundombinu. Sawa wakasema okay, hii tenda tumpe nani? Tutafute wawekezaji wa nje? Hapana, tumtafute mzawa. Sawa wakampa Dangote tenda ya nini ya kujenga miundombinu. Simenti, si barabara. Kwa ni kwamba serikali inachukua mtaji wake haupeleki nje, unapeleka kwa wazawa. Na ndio maana ni muhimu katika uchumi sasa hivi tuzalishe matajiri wa kitaifa. Tunaita mabepari wa kitaifa. Wanafanya China, wanafanya Marekani, wanafanya sasa India. Yaani kama nchi mnakuwa na matajiri wa kimkakati. Ndio. Yaani tunamtengeneza Sam kuwa tajiri. Tunamtengeneza Kisa kuwa tajiri. Kwa hata inapokuja kufanyika partnership ni kati ya mwekezaji na Sam ambaye ni mzawa. Lengo nini? Lengo ni kulinda wawekezaji wa ndani. Sawa lakini vile ni kwamba sasa hivi naona kwa mfano katika hii modern economics ya uchumi wa kisasa, kuna kwa mfano wa China. Kuna makampuni kwa mfano ya ujenzi ya mabarabara. Si ndio? Makampuni sasa hivi makubwa kwa mfano ya biashara. Ni kwamba serikali inakuwa ni sehemu ya uchumi wale makampuni. Yani ni kampuni za Kichina lakini nyuma wapo kina Xi Jinping. Sawa wapo chama chao cha CPC. Kwamba nendeni duniani mkatafute fursa za kiuchumi. Sawa tulikuwa na mchambuzi hapa niwaambiaje kisa dunia sasa hivi ni dunia ya ushindani. Ushindani wa kimataifa huwa unatafutwa sio tu kwa kuwa na wawekezaji kwa mfano wa ndani, hata kuwa na mabepari wa kitaifa. Profesa Shivji ameandika kimoja kinaitwa hoja za mapambano ya nyonge, kitu kama hicho hapo kama sikosei. Anazungumza dhana ya mabepari wa kitaifa. Namna gani kama taifa tuwe na matajiri wetu wa ndani kwa kufanya uchambuzi wa sekta zetu, yani kwa mfano kilimo,
si ufugaji, si ndio, si ujenzi, biashara. Kwa sababu mkiwa na matajiri wengi, tafsiri kwamba mnaweza kuwa na uchumi mkubwa katika nchi. Leo kwa mfano Marekani mwaka 1953 walikuja na mpango wa kutengeneza matajiri wa ndani. Ule mpango unaitwa American Business Administration. Ulizalisha mabilionea milioni 20. Leo hii kule Urusi kipindi anaingia Vladimir Putin mwaka 99 anachaguliwa kwa waziri mkuu, mwaka 2000 akachaguliwa kwa rais alipotoka Boris Yeltsin, walitengeneza kundi la oligarch, yani kundi la matajiri wa Kirusi ambao wanamiliki mafuta, wanamiliki gesi, wanamiliki sekta za uzalishaji, kwa lengo la kuhakikisha kwamba uchumi wa Urusi unabaki ndani ya Urusi. Uchumi wa Marekani unabaki ndani ya Marekani. Leo hii China wana makampuni yao ya kimkakati ambao lengo lao ni kuzalisha na kulinda mabepari wa kitaifa. Kwa sasa lazima tuanze kufanya uchambuzi wa sekta zetu kama taifa, jiografia yetu, nafasi yetu duniani, nafasi yetu katika kanda. Sasa mwisho wa siku sasa tuwe na watu ambao tunaamua sasa Sam huyu anakuwa ni bepari wetu wa kitaifa, na huo uchumi wake tunahakikisha kwamba utakuwa ni wa kwake, utarithiwa sawa na vizazi mpaka vizazi. Mwisho wa siku sasa uchumi wa